Mtakatifu uliyeko, utakaye kuweko milele yote, Mungu usiyelinganishwa, usiyefananishwa na yeyote na chochote. Wewe ni Mungu mkuu sana, uliye juu ya enzi yako, uliye juu ya enzi yako na kazi ya mikono yako. Nasi tu kazi ya mikono yako, tu mali yako, na sisi ni limbuko. Ulitununua kwa damu ya thamani ambayo uliitoa kwenye mlima Golgotha, pale ambapo ulikubali kujinunulia taifa takatifu, teule la Mungu, ukuhani wa kifalme, watoto waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa damu, bali kwa mapenzi yako. Wewe uliyetuita tukasikia sauti yako, tukayaacha mambo yote tukakufuata wewe, ukatufanya kuwa wana, na ndivyo tulivyo. Asante kwa kutuhesabia haki katika imani ya mwana wa Mungu, na sisi ni warithi wa baraka za Ibrahimu katika Kristo Yesu, na tumebarikiwa shambani, mjini, kazini, tuingiapo na tutokapo. Na uzidi kutuatamia, na yale tunayoyafanya tusiyafanye kwa sifa zetu, bali kwa ajili ya utukufu wako ukurudie wewe. Ninaomba katika ibada hii na kongamano ambalo tumelianza, Mungu onekana katika kila sehemu, kila nyanja, kila sekta. Asiwepo mtu atakayejiinua, asiwepo mtu atakayepoteza uhai wake, asiwepo atakapata ajali, asiwepo atakayepoteza mali zake, mizigo yake, chochote kile. Naomba tuatamie kwa uvuli wa mbawa zako, na hata sadaka tutakazozitoa zikakurudishie utukufu. Yale yote tutakayoyafanya mahali hapa, sauti zitakazosikika wakati tunapaza sauti zetu kuja kwako, zisiende bure. Nguvu tutakazozitumia kwa ajili ya kukuabudu na kukuadhimisha wewe, zisipotee bure, na tutafanya kazi bure, na asiwepo mtu ambaye ataondoka bila kubarikiwa. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Hebu msalimie tena jirani yako, mwambie hi, mwambie I love you. Maana yake tumepewa amri ya kupenda. Yesu anasema pendaneni, amri mpya na wapeni. Penda sio kumuona mwenzio amepata matatizo unaanza kumsimanga. Simseme mtu kwa sababu ya matatizo yake. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli nilikuwa najifunza kitu fulani, kwamba vita simulisikia vita ya Irani na Israeli na Marekani. Mungu huwa anaruhusu vita kwenye maisha ya mtu, aidha kumrekebisha, kumfanyaje, na pia kubadilisha mazingira yaliyokuwepo. Na Israeli 12, Zaburi 112. Haleluya. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Nuru huwazukia wenye adili gizani, anafadhili na huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki, kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele, hataogopa habari mbaya. Moyo wake uimara ukimwamini Bwana, moyo wake umethibitika, hataogopa. Hata awaone watesi wake wameshindwa. Amekirimu
na kuwapa maskini haki yake yakaa milele. Pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Atasaga meno yake na kuyeyuka, tamaa ya wasio haki itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tumejifunza kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, ujuzi, hekima na heshima. Na tukaona utajiri na heshima ni uzima. Na leo tunaambiwa amebarikiwa mtu yule anayemwogopa Mungu, anayemwogopa Bwana. Maana ya kuogopa ni kumcha. Kumcha Bwana ni kuepukana na uovu. Na tunapozungumzia habari za uovu ni kukataa maneno ya uzima, kusikiliza habari za watu wasio haki, kwenda katika mashauri yasiyo haki, kukaa barazani pa wenye mizaa, kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Mungu anapenda kuona watoto wake wanakuwa, wanaongezeka katika kimo, katika ufahamu na uelewa, katika maneno yake ambayo anafundisha. Tulijifunza habari za wakina Danieli, wakina Hanania, Azaria na Mishaeli, jinsi ambavyo Mungu aliweza kuwalinganisha na watu walioko kule Babeli. Hawakuweza kufananishwa hata mara 10 ya wale vijana waliotoka Yerusalemu, kwa sababu ndani yao kulikuwa na kicho, ile hali ya kumwogopa na kumheshimu Mungu. Unapomheshimu Mungu, Mungu anaweza kukubariki sana. Baraka hazitokani na kazi tunazozifanya. Baraka ni neno la Mungu, ni kitu kinachotoka kwa Mungu kulingana na jinsi ambavyo moyo wako umemwelekea yeye. Kuna mahali Daudi anasema, kama macho ya mjakazi kwa bibi yake, ndivyo na moyo wangu unavyokuelekea wewe. Kama macho ya walinzi waingojayo asubuhi, ndivyo nafsi yangu inavyokungojea. Wakati wote hebu mungojee Mungu aweze kuingilia kati juu ya vita vyako au juu ya matatizo unayoyapitia. Kuna mambo mengi ambayo wanadamu tunayapitia, lakini huwa tuna haraka sana ya kutaka kupata masuluhishi au majibu. Sio kila jambo unaweza ukalitatua wewe mwenyewe, lakini Mungu anaangalia mwenye haki jinsi anavyoishi na kuleta msaada kwake. Na yuko tayari kuangalia kila moyo wa mtu unawaza nini. Samueli anamwambia mfalme, anasema hivi, si kama Mungu aangaliavyo kama mwanadamu. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako ulichokibeba na kile unachokiwaza. Kama moyo wako umemwelekea Mungu, atakubariki na wala uhitaji kufanya manjonjo wala kufanya vitu vikubwa. Tumeona vijana hapa wakipata pesa huwa wanajitangaza kwamba wamebarikiwa. Zile sio baraka, wanajitafutia matatizo. Haleluya. Na hakuna sababu ya kusema wewe umebarikiwa. Baraka zinaonekana ndugu. Matendo yako na maisha yako yanaonekana kwamba mtu huyu amebarikiwa. Semi zako na maisha yako yanatangaza haki ya Mungu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya wewe kumbariki Mungu ili aweze kukubariki. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wasio haki. Hao wasio haki tunawajua. Ni watu ambao hawapendi kumuishi Mungu, hawapendi maneno ya uzima, wanapenda magomvi, wanapenda vita, wanapenda matatizo. Na tumeona shuhuda zote mbili zinatokana na migogoro ya kifamilia, na mmeambiwa muache mambo ya migogoro kwenye familia zenu ili Mungu aweze kutubariki. Kuna vitu vingine uhitaji hata kuvisema. Hata kama una tatizo na mtu, uhitaji hata kusema. Hata kama kuna mtu anakuonea, uhitaji hata kuambia watu juu ya matatizo yake au jinsi ambavyo anaingilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada na nguvu unaopatikana tele wakati tunapokutana na vita. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona nyimbo hizi ambazo nimeziimba, Zaburi ya 1,
Zaburi ya 128, Zaburi 112, tunaona jinsi ambavyo wanaelezea mtu aliyebarikiwa. Anazungumza uzao wake, utakuwa hodari duniani. Meza ya mwenye haki itazungukwa na watoto wake kama mti wa mzeituni. Mungu anatofautisha kati ya wasio haki na wenye haki, jinsi ambavyo baraka za Mungu zinavyoonekana. Kwanza, afya yako, mwili wako, uwezo wako wa akili, jinsi unavyofanya maamuzi, jinsi unavyoongea, jinsi unavyotenda katika mambo mbalimbali, inaonyesha kabisa mtu huyu amebarikiwa. Mtu yeyote ambaye ni muongo, sio baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaanza kuwa muongo, alafu unapenda kulaumu watu, wewe hujabarikiwa na Mungu. Hebu jikague kama unaka element ka uongo, ka kulalamikia watu kwa sababu ya hali ulionayo au matatizo ulionayo. Mungu hapendi kusema uongo. Mungu hapendi kusema uongo. Na kama matatizo umeanzisha wewe, usije ukamwangushia mtu mzigo. Mzigo huo ni wa kwako, ni nafasi yako kutengeneza. Na juzi tuliomba kwamba kila kifungo ambacho kiko juu yetu wakati wa kongamano, mizigo hiyo tusilete kwenye kongamano, vifungo hivyo tusivilete kwenye kongamano. Tunataka kuongezeka kutoka hapa tulipo, twende mbele na tuzione baraka za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu wasio haki ni wakina nani? Kuna watu wanaweza wakatoka hapa wakaenda kwa mganga au kwa waganga kwa sababu ya tatizo lao limechelewa, amengojea muda mrefu. Kuna watu wamesubiri hapa kupata watoto, kuolewa, baadaye wanashawishiwa na watu kwamba hapa kwa Mwemezi hakuna majibu, twende kwa waganga. Unaenda kwa mganga, unazoa mikosi na hauwezi kuolewa na huwezi kupata hata mtoto, au ukipata mtoto basi huyo mtoto atakuwa matatizo makubwa sana, atakuwa changamoto kwenye maisha yako. Na nilishawaambia watoto mliowapata kwa waganga muwabadilishe hata majina, maana yake mnapewa na majina ya waganga, na pia wengine wanabebwa mimba kwa sababu ya waganga na kadhalika. Hao ni watu wasiokuwa haki. Ukiwa mwenye haki utamtegemea Mungu, utamungoja Mungu na atafanya sawasawa na mapenzi yake. Hakuna sababu ya kuwa na haraka ya kupata majibu. Kuna vitu vingi tunavitaka, kuna vitu vingi tunataka kuvitimiza. Watu wengi wanadhani kwamba unapokuja kuomba ndipo majibu yanayopatikana, lakini inategemea mahusiano yako wewe na Mungu, mahusiano yako wewe na watu, mahusiano yako wewe na madhabahu unayoabudu. Wewe uko connected na madhabahu, uko connected na mchungaji wako. Je, mchungaji wako aliyepata neema ya kukufundisha, mna mawasiliano naye, mna mahusiano naye mazuri, au unamsema vibaya, au unatamani aanguke, au unatamani kazi ife? Sio rahisi ukapata baraka. Kwa nataka niseme jinsi ya kuteka baraka kwenye maisha yako. Heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wasio haki. Watu wengi tunaenda kwenye njia za wasio haki. Tunasikiliza sana maneno ya watu, tunasikiliza sana maneno ya wazazi. Baada ya kumsikiliza Mungu, unasikiliza baba yako na mama yako jinsi wanavyokushauri. Ni kweli ni wazazi, lakini tuwape nafasi yao ya uzazi na ulezi wao, lakini tusiaweke moyoni maneno yao ambayo hayawezi kutusaidia. Kama hawatumii neno la Mungu na kama hawatuombei na kutamka baraka juu yetu, sio rahisi maneno yale yakawa baraka kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka niseme kwamba mwaka huu tunaokwenda kuumaliza, tulisema tumtangulize Mungu mbele. Tunamtangulizaje Mungu mbele wakati tuna vita moyoni? Unajua vita haitoki nje, vita inatoka ndani. Mgogoro wa aina yote au migogoro inaanzia kwa mtu. Usiwe na migogoro moyoni mwako, usiwe na vita moyoni mwako. Mche Mungu, ukaepukane na uovu. Uovu ni kukataa shauri jema. Uovu ni kumkatalia Mungu. Uovu ni kutotii na kuwa mnyenyekevu na kuheshimu maneno ya Mungu. Ukianza kuwa unalalamika na kunungunikia hali yako au matatizo ulionayo,
maana yake utapoteza hata kibali kwa watu, utapoteza kibali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Zaburi 112. Haya maagizo ya Mungu ndiyo yanayotufanya tumpendeze Mungu na tuyapende maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu sio mazito kama sheria za dini. Nilikuwa najifunza dini zenye sheria. Wakatoliki wana sheria za kanisa karibu 100 na ngapi, lakini Mungu ana sheria 10. Dini zina sheria zaidi ya 100. Nikaja kwa dini ya Waislamu. Waislamu wana sheria nyingi nyingi. Ukija kwa Washia, hao ndio usiseme kabisa. Sisi wa Kristo tunaitwa makafiri. Sisi wa Kristo tunaitwa makafiri kwa sababu ya kumwamini Yesu, na wao hawaamini kwamba Mungu anazaa. Wanasema Mungu hazai, lakini mimi Biblia inasema mwenyewe alituzaa kwa njia ya imani katika Roho Mtakatifu. Hatukuzaliwa kwa njia ya mapenzi ya mwili, wala hatukuzaliwa kwa damu. Tumezaliwa kwa mapenzi yake. Maana ya kuzaa sio kwenda leba. Ni tamko, ni neno la maagizo kwamba zaeni. Tukazaliwa. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sisi tumeliamini jina lake, na ndio maana tunaitwa wana, na ndivyo tulivyo. Na kwa kuwa wewe ni mwana, lazima uhesabiwe haki kwa sababu Mungu alikuchagua. Na alipokuchagua alikufananisha na mwana wake. Alikufananisha na Yesu. Alikufananisha na taifa lake Israeli. Na ndio maana tunaishi kwa baraka za Ibrahimu katika Kristo Yesu. Sisi sio wazaliwa wa Yahudi wa Kiyahudi, au sisi sio wazaliwa wa Ibrahimu, bali kwa njia ya imani. Na tunarithi baraka za Ibrahimu katika Kristo Yesu, kwa sababu Mungu alisema atakaye kubariki nitambariki. Na sisi tumebarikiwa kwa sababu tulikubali kumuishi Kristo, na tulikubali kuyaacha mambo yote ya mila na desturi za jamii zetu. Na tukatoka huko kwenye vifungo, tukatoka huko tukapelekwa uhamishoni. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, naye alituokoa akatuhamisha na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Sisi tumehamishwa. Mwambie jirani yako, umehamishwa au bado uko kule nyumbani? Basi kama umehamishwa na kama umeokolewa, ina maana baraka za Ibrahimu zinakuhusu, na wewe ni mbarikiwa, sio mlaaniwa. Sema mimi ni mbarikiwa, sio mlaaniwa. Kuna watu wengine bado wanatembea kwenye vifungo vya laana vya wazazi wao, na bado wanasema unajua ukoo wetu tuna magonjwa ya kurithi. Leo hautaishi kwenye magonjwa ya kurithi wala kwenye laana za wazazi wako wala babu yako. Hata kama baba yako alikuwa mchawi au alikuwa mchawi babu yako, bibi yako, wewe ulishahamishwa. Sema mimi nimehamishwa. Sisi tumehamishwa. Na ukihamishwa unakubali kuhama, alafu unakaa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 nasema, tazama nasimama na bisha mlangoni. Mtu akisikia sauti yangu, yani sauti ya Yesu, mimi nitaingia ndani ya moyo wake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja. Leo watu wengi hatukai na Yesu na wala hatuli pamoja na Yesu, na ndio maana tunataabika sana kupata chakula. Kuna watu wanaishi maisha magumu, hata kupata mlo mmoja wa siku, hata kupata chochote, hata maji ya kunywa, wanaishi mazingira magumu. Hiyo sio baraka ya Ibrahimu. Hizo sio baraka za Ibrahimu. Baraka za Ibrahimu zinakuja kwa njia ya imani ya kumwamini Kristo. Ni kweli tutafanya kazi. Hizo kazi sio baraka. Baraka ni vitu vinavyotoka kwenye ulimwengu wa roho kutengeneza vitu kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa nawaambia, ukimaliza mwaka ukaingia Januari,
Mwezi wa pili anza kuhesabu vitu ambavyo umeingia navyo kuanzia Januari. Utakuta Mungu amekupa vitu vingi sana ambavyo hukuwa navyo, kwa sababu vitu vingine vinakuja bila sisi kuvitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi mmekuja sikuwatafuta. Mungu amependa anipe watoto wana ambao wananifariji mimi, wanasapoti maono yangu. Hizo ni baraka tu. Ni nini? Ni baraka. Kuna watu wengine wanaenda kujiuza ili wapate marafiki. Mimi sitafuti rafiki. Mungu analeta marafiki. Mungu analeta wana. Mungu analeta watu, kwa sababu tayari baraka za Ibrahimu ninaziishi. Na wewe utaishi baraka za Ibrahimu bila kuzitafuta. Baraka hazitafutwi unaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yale aliyoyaamuru sawasawa na neno lake. Ndivyo baraka zinavyokuja na kukujiria na kukupata uingiapo na utokapo, shambani na kapu la unga na chupa ya mafuta. Na uzao wako na ng'ombe wa zizi lako atazaa. Hutafuga ng'ombe akawa tasa, hutaoa mke akawa tasa. Utapata watoto ambao watakuwa wavuta bangi, walevi. Utapata wenye haki, maana wewe ni mwenye haki. Chungwa uzaa mchungwa na mchungwa uzaa chungwa. Parachichi uzaa mparachichi na parachichi uzaa parachichi. Sisi ndivyo tulivyo. Mwana lazima afanane na baba yake. Kama sisi ni watoto wa Mungu, lazima tuwe watu wa Mungu. Na kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, lazima tuishi kwa baraka. Na lazima tuishi maisha ya mafanikio. Hatutaishi kwenye majuto na huzuni, kwa nini niliokoka. Na kwa kuwa Mungu alikuokoa, hakukuokoa ili uje uwe mtu wa hasara. Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Kama unahuzunika na unateseka, maana yake wewe hujazaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, maana yake wewe ni mwana wa Mungu. Vitu vingine vitakuwa vinakuja bila wewe kuvitafuta. Biblia inasema sitakufa bali nitaishi, niweze kuyasimulia matendo ya Mungu. Leo kuna watu ambao kifo kinawanyemelea hata kabla ya kufikisha miaka 40. Nataka nikwambie, hautakufa siku 40, miaka 40. Utakufa siku za mkamilifu. Mungu anasema anazijua siku za wakamilifu, na siri za Bwana zinawamchao. Kama unamcha Bwana Mungu, kuna siri yake ameiweka ndani yako. Kuna siku Mungu ataifunua kwa ajili yako. Usianze kuona kifo. Kuna watu wanaona kifo, wako humu saizi anaanza kuona, sijui nitazikwa wapi, nitakufa. Mimi sitakufa. Nasema sio nasema ina maana siku ukifa tutakuwa tunakung'onga. Ulituambia hautakufa. Nitakufa katika siku za ukamilifu wangu. Utakufa katika siku za ukamilifu wako. Hautakufa kama mbwa anavyogongwa na gari. Hautafia barabarani. Nyumba yako haitaungua ukiwa ndani. Biblia inasema upitapo katika moto hautaungua, wala mwali wa moto haukuteketeza. Wengine watazama kwenye mito ya maji, wewe hautazamishwa. Maji mengi hayatakugharikisha, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Ni ahadi za Mungu ambazo tunatakiwa tuziishi, ili tuje tufanane na Yesu ambaye alitembea juu ya maji. Na wewe utatembea juu ya matatizo yako, kwa sababu Mungu alikuokoa kwa njia ya imani. Na kwa kuwa unamwamini mwana wa Mungu, kila jaribu linalokuja Mungu atakupa mlango wa kufanyaje. Kuna vitu vingi tumekutana navyo, lakini havijatuzamisha. Kuna matatizo mengi yaliinuka, lakini hayajatuzika. Kuna makaburi mengi yamechimbwa, lakini hawajatufukia, kwa sababu siri za Bwana zinawamchao. Unaweza ukasema nimefanya biashara, nimepata hasara. Biashara ni hasara. Huwezi kufanya biashara bila hasara. Wewe ufanye biashara na wala uijui biashara. Kwa hivyo baraka za Mungu zinakufundisha kwamba usiangalie biashara yako. Muangalie Mungu anayeanzisha na kukamilisha.
haya. Kuna watu wengine ngoja niwaambie. Mimi mlishawahi kuniona nauza maji ya upako? Mlishawahi kuniona nauza mafuta ya upako? Eti ngoja nikuambie. Wanauza ili wasaidie huduma. Ule ni utapeli, ni wizi, ni udanganyifu, na ni tunawaita conman. Conman ni mtu ambaye ana hila za kukutapeli wewe, akuaminishe kwamba hiki ndicho kinaweza kukusaidia baada ya Mungu. Mimi nataka nimfunue Mungu anayeishi ndani yangu. Mimi ninaishi ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yangu. Kwa hiyo nitakufundisha Yesu ambaye anaishi ndani yangu. Sitakufundisha vitu ambavyo viko nje. Kwa sababu Mungu hajazungumza habari ya takataka. Amezungumza atakayelishika neno langu. Atakayelishika neno langu, atakayeyasikia maagizo yangu na kuyafanya, mtu huyo Mungu atambariki. Mungu hawezi kukubariki kwa sababu una vitu vingi unavyovitumia. Mungu hawezi kukubariki kwa sababu ya mbinu unazozitumia. Haleluya. Haleluya. Ngoja niwaulize. Wangapi wana michungwa nyumbani kwao? Aliyepanda mchunga nyumbani? Mwembe? Nyie wote mpandagi miti? Mnafana na wa Misri. Wa Misri wanaishi pori jangwani. Hakuna hata mti. Myahudi anakoishi lazima pawepo na bustani. Atapanda miti, atapanda nyasi, ule umande utaotesha na kubadilisha mazingira yake kwa sababu ya ile creativity. Ule uwezo wake wa kufikiri, kubuni kwamba yeye ni mbarikiwa. Kwa hiyo lazima akae kwenye mazingira yanayoonyesha uhai, sio jangwa. Sisi hatutaishi jangwani. Nimekuuliza, aliyewahi kupanda mchungwa nani? Ni wachache, kama watu 10-20. Mchungwa una machungwa, lakini kuna miba hakuna. Mchenza una miba hauna? Mlimao? Papai ulishawahi kuona una miba? Embe lina miba. Kwa nini Mungu ameweka kwenye mchungwa kuna miba? Kuna miba. Alafu mwembe hauna miba, mpapai hauna miba, parachichi halina miba. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, kila kitu unachokiona, ukiona ndugu yako ana matunda mazuri matamu, lakini ana unamkataa, unamwacha, unafanya. Wewe unachotafuta ni nini? Tunda. Mungu anachotaka ni nini? Ana shida na miba aliyoweka. Ile miba ana sababu kwenye mchungwa kuwepo na miba. Katika miti wengi hawajui chungwa kazi yake nini, limau kazi yake nini, hawajui. Hata wewe umepanda hujui kazi yake. Embe kazi yake halina mwiba, halina nini. Kila mtu unayemuona hapa, kuna wengine wana lakini wana matu. Sasa wewe ni mwembe au mchungwa au mparachichi au watoto nyie ni michungwa yenye miba au? Hapana. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma hivi, heri mtu yule asiyekwenda. Kwa nini Mungu ameweka miba kwenye mchungwa? Halafu una matunda mazuri sana. Ukinywa chungwa litaondoa kiu na pia ni dawa tumboni. Halafu lina vitamin. Ukinywa chungwa ni dawa, tena lina vitamin ndani yake. Lakini lina ukienda kuchuma vibaya litakucho.
Mwiba una uchungu sana, ule mwiba wa mwembe ni wa mchungwa. Ni kweli sio kweli? Haya, wamama wanapobeba mimba wanafurahi siku ya kuzaa, utazaa kwa uchungu, lakini akisha bea, akideliver, furaha inafanyaje? Unasahau kabisa ule uchungu wa mwiba uliokuchoma wakati unafuata matu. Biblia iko wazi kwa walio tayari kuwa wazi kuielewa. Neno la Mungu liko wazi kwa kila mtu ambaye anataka kubarikiwa. Neno la Mungu liko wazi kwa mtu yeyote anayetaka kufanikiwa. Neno la Mungu liko wazi. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu lina ukali kuliko panga likatalo kuwili. Neno la nani? Lina ukali kuliko upanga ukatao. Lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho, kugawanya nyama na mafuta na mifupa. Tena laweza kuyatambua makusudi ya moyo yaliyoko ndani ya mtu. Hapa tukitaka kujua mtu anawaza nini, tunapeleka neno la Mungu ili liweze kugawanya nafsi na roho, ligawanye nafsi na mafuta na nyama na mifupa, ligawanye na kutambua makusudi ya moyo yaliyoko ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu zinakuja kwa mtu yule ambaye yuko tayari kusikia. Kuna watu wanasikiliza lakini hawasikii. Ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya niamuruyo hivi leo, ndipo baraka hizi zitakujilia na kukupata popote ulipo. Shambani, mjini, kazini, nyumbani, kwenye jiko lako, chupa ya kukandia unga, kikapu cha kukandia unga na chupa ya mafuta, na zizi lako litajaa wanyama ambao watakuwa wanazaliana na kuongezeka, kwa sababu ulisikia sauti. Nataka usikie sauti ya Mungu inayokuelekeza baraka za Mungu zilipo.